Mapambano dhidi ya dawa za kulevya katika kaunti ya Isiolo yamechukua mkondo mpya na wa kipekee ukiwa ni soka, na ikitumika kama njia mojawapo ya kuleta mabadiliko. Na mashindano ya soka yaliandaliwa wiki nzima katika eneo bunge la Isiolo ya kuwapa vijana burudani, bali kuwa jukwaa la kuwakomboa kutoka kwa janga la uraibu. Mwanahabari wetu Victor Ngaruya anatueleza zaidi. Katika uwanja wa shule ya wavulana ya Isiolo, kelele za mashabiki zinaashiria zaidi ya ushindi wa mechi. Ni sauti za matumaini dhidi ya dawa za kulevya. Ushirikiano kati ya mamlaka ya kitaifa ya kampeni dhidi ya unywaji wa pombe na dawa za kulevya NACADA na afisi ya mbunge wa kaunti Mumina Bonaya, soka inatumika kama njia mojawapo ya kupambana na uraibu miongoni mwa vijana wa Isiolo. Na hii tournament vile mnaiona hapa, ambaye vile imepangwa wiki mbili yote, it's not for anything but ni to create awareness around issues of drug and substance abuse. Mbali na mechi ya soka, NACADA iliandaa huduma za nasaha kwa vijana, ikilenga kuelimisha dhidi ya utumizi wa mihadarati katika eneo hilo. Na katika hii kaunti yetu, hii kaunti ya Isiolo, utumizi wa tobacco ndio uko juu zaidi, ukifuatwa na utumizi wa miraa na kat, na tuko na mikakati. Tournament ni mojawapo ya mikakati ambayo NACADA iko nayo. Tutakuwa na mikakati mingine kama ile kuenda kwa jamii kuwaelimisha kuhusu utumizi mbaya wa dawa za kulevya. Katika mechi hiyo, timu ya Grevis Zebra kutoka wadi ya Ngaremara ilicharaza Bilbao na kuibuka mabingwa. Walituzwa shilingi 100,000 pamoja na kombe. Vijana hawa wakikiri ama kweli hiyo ni njia mojawapo ya kuepuka matumizi ya dawa za kulevya miongoni mwa vijana. Tunarudishia mama shukrani kwa kutolea tournament kama hii. Wa vijana tunapitia mengi huku nje, wengine wanaingia kwa drugs, so tournament kama hii ina make wa vijana wanakuwa busy na tunacheza mpira. Victor Ngaruya, NTV.